biashara inaweza kukolapsi, lakini nguvu unapoipata uaishi. Ndio maana kwenye maisha ukianza kukimbizana kutafuta hela, hela zinaisha. Unachotakiwa kutafuta nguvu ikupe vitu ambavyo unavitaka vionekane. Kianza kukimbizana na mshahara, mshahara siku zote huwa unaisha. Wewe unachotakiwa kutafuta nguvu isiyoonekana ikupe matokeo yanayoonekana. Haleluya. Sema Yesu. Sema Yesu. Mwezi wa 5 nimekuwa madhabahuni pako. Nami nimechukua nguvu isiyoonekana kutoka kwako. Ikanipe matokeo yanayoonekana katika jina la Yesu. Na tulijifunza kitabu kile cha Ibrania sura ile ya 11 na ule mstari wa 3. Leo nataka ningie ndani kidogo. Kuna nguvu moja wapo ambayo adui anaitumia, inaitwa nguvu ya uharibifu. Na leo tunataka tushughulikie, inaitwa nguvu ya uharibifu. Haionekani kwa jinsi ya nje. Yoeli 2:25. Haionekani kwa jinsi ya nje, lakini ni nguvu inafanya kazi. Inaitwa nguvu ya uharibifu. Na mtumishi wa Mungu, kuna ishara utakapoanza kuona zinatokea kwenye maisha yako. Hiyo ni ishara moja wapo. Kuna nguvu ya uharibifu inafanya kazi juu yako. Unafanya kitu kinaharibika. Unafanya biashara inakwama. Unaanzisha mahusiano yanaharibika. Unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho kuna nguvu inafanya kazi juu yako, na lazima ushughulikie. Nasema na leo tutashughulikia katika jina la Yesu. Soma. Nami nitawarudishia hiyo miaka ndio iliyoliwa na nzige, na palale na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Palale unakula nini? Miaka. Wanasema hivi, nami nitarudishia miaka iliyoliwa na palale na madumadu na tunutu. Katika kitu kimoja wapo ambacho adui anafanya, na ishara itakayoanza kukuonyesha kuna nguvu ya uharibifu inafanya kazi juu ya mtu. Muda unavozidi kwenda, miaka inavyozidi kwenda, badala ya vitu kubadilika vinazidi kuharibika. Anasema hiyo ni nguvu ambayo inakula muda wa mtu. Kwa kadiri unavozidi kuzeeka, ndivyo mambo yanakuwa magumu. Kwa kadiri miaka inavyozidi kuongezeka, ndivyo vitu vinavyozidi kuharibika. Usijitie moyo, useme tu ni mabadiliko ya uchumi. No, hiyo ni ishara kuna nguvu inafanya kazi. Ndio maana Mungu anamwambia Yoeli, mimi Mungu nitarejesha. Anajisema hela pale, hajasema utajiri pale. Anarejesha miaka. Kwenye miaka ndipo Mungu anaachilia muujiza wa mtu. Kwenye mabadiliko ya wakati ndipo Mungu anaachilia hatua ya mtu. Muda unapobadilika katika ulimwengu wa roho, zipo nguvu mbili zinaachiliwa. Nguvu kutoka kwa Mungu na nguvu kutoka upande wa giza. Ndio maana Mungu anamwambia Yoeli, katika kitu kimoja wapo nitakachokifanya, nitairejesha miaka. Mungu akikurejeshea muda, amekupa hatua. Ndio maana anasema zama hizi ni zama za uovu, ukomboeni wakati. Ndio maana mtu anakaa sema ngoja nipoteze na muda, nikifika unapoteza muda. Yaani mtu anaweza kukaa akasema ngoja niangalie TV nipoteze muda. Niingie Instagram, niingie Facebook, niingie YouTube, nipoteze muda. Na wewe unaweza kuona kama sifa vile. Kumbe ni ila ya uharibifu. Sio vibaya kuingia Instagram, sio vibaya kuingia Facebook, lakini unaingia kutafuta nini? Lakini ukiingia
kwa nia ya kupoteza muda, upo kwenye target ya uharibifu. Shetani very technical. Unaweza ukashanga umeshika simu yako hii, ukasema ngoja niingie niperuzi nipoteze muda. Anakuletea dude ambalo ukiliangalia linakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Saa nyingine ulikuwa umetulia kabisa, lakini ukiingia kwa nia ya kutafuta kitu cha kukuvusha, Mungu huwa vinakuja. Hii ni madhabahu kamili. Instagram, Facebook ni madhabahu kamili. Mungu anaitumia na adui anaitumia. Ndio maana katika kitu Mungu anachofanya, anasema nitakomboa wakati wao na kuwarejeshea miaka yao iliyoliwa na nzige na madumadu na tununu. Nisikize mtumishi wa Mungu, nisikize vizuri. Katika kitu ambacho kwenye maisha yako hautakiwi kukifanyia mchezo, ni muda wako. Fanya mchezo sana hela yako, but don't waste your time. Usipoteze muda kirahisi. Kila muda Mungu anaokupa, don't waste. Kwa sababu kwenye muda kuna vitu vinaachiliwa. Ndio maana watu wao walikwama, kitu kilichowakwamisha. Biblia inasema katika miaka yao ililiwa. Kuna vitu Mungu aliviachilia vikaliwa, au kujua. Inaitwa nguvu ya uharibifu, inaachiliwa. Mtu anaona vitu vya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho kuna mission inatembea. Mimi nikupe mfano. Wewe ukiwa saa nyingine hauna majukumu yako ambayo yamekubana, wewe unafanyaje? Yaani umemaliza kuosha vyombo au uko zako ofisini, umemaliza assignment zako, umekaa umetulia, hauna kitu ambacho kimekubizi. Wewe unafanyaje? Yaani kitu ambacho umefika sehemu majukumu yako ya msingi yote yale umeyamaliza, na unasema sasa nipumzike. Wewe unafanyaje? Ukiona katika kitu kimeingia kichwani kwako unasema ngojea nipoteze muda, my brother, umeisha. Ndio maana Mungu anachofanya katika kitu ambacho akitaka kurejesha kwenye maisha yako, anarejesha muda. Mimi kila siku nawapaga mfano. Mimi ni mtu ambaye katika michezo naipenda duniani ni draft. Napenda, nimeanza kucheza draft toka niko darasa la kwanza. Lakini nilipokoka katika kitu ambacho Mungu alinikataza, ni draft. Sio baya, lakini aliniambia don't waste your time. Mungu anapotaka kurejesha vitu vyako vilivyoharibiwa na madumadu na tununu, katika kitu anachokirejesha, anarejesha muda. Sema yes. Sema yes. Yes. Popote pale. Muda wangu ulipochukuliwa na nzige na madumadu na tununu kutoka siku ya kwanza nilipozaliwa, Mungu alipolipa muda nikaukamata kwenye maisha yangu. Chochote kile kilichochukuliwa miaka 20 iliyopita, miaka 30 iliyopita, siku ya leo ninatangaza chochote kilichochukuliwa kwa watoto wangu, kwa maisha yangu, ninatangaza rudisha, rejesha kwa jina la Yesu. Vitu vya watu vinachukuliwa kwenye muda, na mtu anarelax, anasema haya ndio maisha yangu. Kumbe sio kwako. Unasema mtumishi, unajuaje? Soma kitabu cha Wafalme wa Pili sura 7 pale. Unaweza kusema ni ya kwako, kumbe sio kwako. Kuna kitu katika ulimwengu wa roho kimeharibiwa. Na mtu kama hujui, unaweza kusema mtumishi, hivi ndivyo ilivyo, kumbe sio hivyo. Muda wa mtu ukipotea, maisha ya mtu yamepotea. Muda wako ukipotea, maisha yako yamepotea. Sasa hivi watu wengi wanapenda kucheka, kuangalia vitu vya ajabu ajabu kuliko kukomboa muda wao. Wewe mwenye shahidi katika mambo ya kijinga ambayo watu wanafuatilia. Watu wanafuatilia mambo ya kijinga kuliko mambo ya maana. Tuma dude kwenye Instagram, tuma dude kwenye Facebook, tuma dude kwenye TikTok. Utaona
ndani ya sali moja watu milioni 20 wameangalia. Kwa sababu gani? Adui is very technical. Akikamata muda wako, amekamata maisha yako. Na watu wanakaa they are comfortable. Unaona kawaida, kumbe is a total mission of devil kukwamisha maisha ya watu. Mimi kuna muda nakaga naitoa mitandao ya kijamii kwenye simu yangu, hata nakata wiki 2 wiki 3, afu baadaye narudi tena, kwa sababu ikikudrive umeisha. Nikuulize kitu, hii simu smartphone tukitoa mitandao ya kijamii Facebook na Instagram na WhatsApp, au WhatsApp tuiache kwa sababu inafanya application nyingi za vitu vya msingi, hii simu kwako, hizi smartphone utaitumia kwa nini? Ukiona you have a smartphone, matumizi yako ni kwa sababu ya kuingia kucheka kuangalia ukuda. Ukiona matumizi yako ni hii simu, ina maana kwako is a total mission of devil. Kazi yake ufanyaje? Kuchukua muda wa watu. Kuchukua muda wa watu. Wewe nikupe kitu kimoja. Hebu sikujaribu isahau simu yako nyumbani, nenda kazini au nenda kwenye shughuli yako. Ukirudi jioni utaona hata kichwa chako kimepoa, cha baridi. Yaani kichwa vinapata moto. Na kama kwamba ukichukua smartphone ukianza kuangalia vitu vya msingi, angalia kichwa chako kinapata baridi. Wewe angalia tu, hata kama umeingia kusikiliza mahubiri fulani au umeingia umefuatilia content fulani za maana, kichwa kichoki. Ndio maana Mungu kitu anachokifanya, akitaka kurejesha maisha ya mtu, anarejesha miaka ya mtu. Ndio maana watu wanataka kwa kasi mkasema tumeshaenda maisha yetu, kumbe sio maisha yenu. Kumbe sio maisha yako. Katika ulimwengu wa roho kuna mission imetengenezwa ukwame. Soma Wafalme wa 2:7 pale mstari wa kwanza. Sasa nakuonyesha mambo ili tunapoomba leo ujue unaombaje. Elisha akasema, akasemaje? Lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi. Anasemaje? Kesho panapo sahihi, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri. Ndiyo. Na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri. Ndiyo. Langoni pa Samaria. Langoni pa Samaria. Hapo shika pointi yangu. Panauzwa wapi? Langoni pa Samaria. Kwenye lango la Samaria. Sasa hii ni sura pana sana, utasoma mwenyewe kuanzia ile sura ya 6, lakini kuna kitu nataka nikuonyeshe leo. Endelea mstari wa 2 pale. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akimtegemea mkono wake, ndiyo, akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, akasemaje? Tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Lakini hutakula. Lakini hutakula. Hapa kulikuwa kuna njaa kwenye nchi, vyakula vimepanda bei. Afu mwanaume anainuka anasema, watu walikuwa nakula hadi watu, njaa total, famine in the city. Njaa imetamalaki, watu wanakula paka watoto wao, watu wanakula paka mavi ya njiwa. Afu mwanaume anasema, kesho majira kama haya chakula kitauzwa kwa shekeli. Sasa lakini iko chakula kitauzwa wapi? Kwenye lango la mji. Naomba mnisikize vizuri watumishi wa Mungu. Japokuwa kunakuwa na mabadiliko ya chakula, lakini iko chakula kitauzwa kwenye lango la mji. Soma mstari wa 3 sasa. Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma. Walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Penye lango la mji. Kumbuka Elia alipotangaza chakula kitauzwa kwa shekeli, sio sokoni. Kwenye lango la mji. Hapo kwenye lango la mji ndipo wakoma walikaa. Wakasemaje? Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, ndiyo, mjini mna njaa. Mjini kuna njaa. Nasi tutakufa humo. Tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa, ndiyo, tutakufa vile vile. Ndiyo. Haya, twendeni tukaliendee jeshi la Washami. Hawa ni watu walikuwa na ukoma miaka na miaka wamekaa. Lakini mwanaume aliposema kauli, chakula kitauzwa kwenye lango, na pale kwenye lango ndio ilipokuwa anakaa wakoma, ghafla fahamu zao zikageuka. Wakasema, kwa nini tunakaa hapa? Hawa watu sikia siku kwa sababu tuna ukoma, kwamba tukienda kule tutakufa, tukibaki hapa tutakufa. Wale
wakasema sisi tunakataliwa mjini, acha tukae hapa kwenye lango la mji kwa sababu tuna ukoma. Wakakaa miaka yote kwenye lango la mji kwa sababu wana ukoma. Lakini kauli iliposemwa katika ulimwengu wa roho, mabadiliko yafanyike kwenye lango la mji. Kwenye lango la mji kauli ikaiti, na katika watu ambao iliwakuta ikawakuta wakoma. Wakasema hapa tutakaa. Hawa watu wamepata wapi ya maamuzi? Miaka yote they are comfortable. Kama wewe vile unasema, mtumishi, haya ndio maisha yangu, huu ndio msala wangu, hii ndio biashara yangu, hii ndio nyumba yangu, haya ndio maisha yangu. Na hata ushtuki, uwezi ukashtuka kwa sababu ni kitu cha kiroho. Sasa wakoma walipokuwa kwenye lango ni kitu cha kiroho. Endelea mstari unaofuata, nataka nikuonyeshe ili ujue hivi vitu vinavyofanya kazi. Hauwezi ukashtuka mpaka ipatikane nguvu nyingine isionekana kutoka kwa Mungu ikakuvusha katika jina la Yesu. Amen. Endelea mbele mamangu. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Ndio. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Ndio. Na walipofika mwanzoni mwa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Umeona integration? Kishindo cha wakoma kimekuwa integrated kama kishindo cha vifao, kama kishindo cha farasi. Wewe unatembea, unaona mimi natembea, watu wanaona miguu kama kwato. Mwingine anaona kishindo. Nisikize niwaambie watumishi, nyinyi watumishi wa Mungu, ulimwengu wao wanafanya kazi hapa. Unafanya kazi. Yaani unaingia kwa sehemu, wewe unajiona unatembea, watu wanaona mwangalie yule, uso wake mbona kama mavi. Watu wanabadilisha. Unaenda unasema mbona mimi vitu haviendi, kumbe watu tayari wamegeuza, na Mungu naye huwa anageuza. Ndio maana hao wenye ukoma walivyokuwa wanatembea, Mungu akageuza. Amen. Nasema tutageuza kwa jina la Yesu. Amen. Nasema tutageuza kwa jina la Yesu. Amen. Nasema tutageuza kwa jina la Yesu. Amen. Unasema mtumishi, unasemaje? Unakumbuka kitabu kile cha Kutoka? Fimbo za wachawi ziliporushwa na zenyewe zilibadilika kwa nini? Nyoka. Kuwa nyoka. Wachawi na wao wanageuza. Lakini nashukuru Mungu, yeye anageuza zaidi. Amen. Wachawi hawatakuweza. Amen. Waganga hawatakuweza. Wanajimu hawatakuweza. Wenye nguvu za giza wataniweza. Nasema tutawezekana kwa jina la Yesu. Amen. Wakitufanya sio kwa mavi, wao watakuwa mavi zaidi. Amen. Sisi tunanukia. Amen. Akasemaje? Wao unaweza kuona ya kawaida, lakini katika ulimwengu roho yanafanya kazi. Vishindo watu wanatembea, kumbe vimegeuzwa kwa vishindo vya farasi, vishindo vya faro. Sema Yesu, kishindo changu kitasikika mjini. Kishindo changu, biashara yangu itasikika mjini. Endelea mbele pale kama umepata. Ule mstari wa 6. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi na kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewajilia wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje watupigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado. Wakasiache mazao na farasi zao na punda zao na kimo cha vile vile kama ilivyokuwa. Wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Nasema kuna watu watakukimbia, wataacha visizo wao kwa jina la Yesu. Mstari wa 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, wakiingia katika hema moja, wakala na kunywa. Nye shida mbaya. Mtu akiwa na shida, cha kwanza na wazi chakula. Lakini pale Biblia inasema kulikuwa kuna fedha, kulikuwa kuna dhahabu, lakini wakawaza chakula. Angalia maneno haya. Wakachukua na fedha na dhahabu na mavazi,
wakaenda wakavificha, wakarudia wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza mkingojea hata tutapopambazuka, madhara yake atatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumbani ya mfalme. Wakaenda wakaita mabahabu wa mji, wakaambiana, tulifika kituo cha Washami na tazama hapana mtu yoyote. Umeona maneno haya? Hawa ni watu wenye ukoma. Ni sawa sana wewe wasema, mtumishi, mimi sina kazi, ni ukoma, mimi siwezi kwenda kwa sababu nina ukoma, mimi siwezi kufanya kwa sababu sina mshahara, mimi siwezi kuanzisha kwa sababu unatoa sababu hazieleweki. Angalia watu hao, lile neno liliposemwa katika ulimwengu wa roho. Leo tutasema maneno na utaondoka hapo kwa jina la Yesu. Hautakaa kwenye lango la mji na njaa, hautakaa kwenye hali yako kwa jina la Yesu. Kuna vitu tutaviachilia na vitu vitarejeshwa. Hao watu walikaa kwenye lango la mji miaka yote, miaka imeliwa na nzige na madumadu na tununu, hakuna mabadiliko. Lakini neno lilipoachiliwa, Biblia inasema watu wao wakapata fedha, wakapata dhahabu. Kumbe dhahabu yao na fedha yao zilikwepo, lakini imezuiliwa. Yaani ni roho ya uharibifu. Wamekaa kwenye lango katika kitu ambacho kinakuja kwenye akili yao. Sisi tuna ukoma. Nikuulize swali, wewe mahali ambapo upo, kitu gani kinakuja kwenye kichwa chako? Watu wengi kuna mahali mmekaa mnatafuta sababu. Uje sisi kwenye familia yetu angepatikana wasomi kama 3, maisha yangu angebadilika. Maneno ya kijinga kabisa. Uje sisi kwenye familia yetu tungepata hata baba ambaye angekuwa na nyumba, si maisha yetu singekuwa maisha kijinga kabisa. Wenye ukoma walikaa miaka na miaka kwenye lango, lakini neno lilipotolewa maisha yao yakabadilika. Wewe unahitaji mtu, unahitaji neno la leo. Nasema wewe unahitaji neno la leo. Nasema leo unahitaji neno la leo. Nasema unahitaji neno la kutoa hapo kwa jina la Yesu. Amen. Sikia neno la Bwana. Usikae usema mimi inawezekana hapa ningekuwa na hiki wangeniheshimu. Hayo ni maneno ya kijinga. Kumbe wewe unahitaji neno tu, na hili neno tumeliachilia leo hapa. Nasema uharibifu utakuwa kwako. Wewe utakaa kwenye lango miaka na miaka. Wewe utaenda mjini kuchukua fedha yako. Wewe utaenda mjini kuchukua dhahabu yako. Wewe utaenda mjini kupata toa yako katika jina la Yesu. Amen. Hivi mimi na ufupi wangu ningekuwa sina neno, wewe ungeniheshimu? Nataka kuonyesha mambo haya kwa sababu kuna mtu anaweza kusema, mtumishi, nakwambia ukweli. Lakini kwa nini unaniheshimu leo? Kwa sababu kuna neno Mungu ameliachilia ndani yangu. Na utaheshimika kwa jina la Yesu. Nasema na wewe utaheshimika kwa jina la Yesu. Amen. Unachohitaji ni nguvu isiyoonekana kutoka kwa Mungu, ikupe matokeo yanaonekana. Una kipindi mke wangu akawa anasema, basi kula vyakula hivi hata unenepe kidogo. Kila sinenepi. Kwa sababu gani? Unajua kuna muda unaweza kuingiza akili za kibinadamu za kijinga kabisa, kwamba ukiwa mnene kidogo watu watakuheshimu. Kumbe wewe unachohitajika kuna neno ulipate. Watumishi mnanielewa nyinyi hapa? Oh, mimi kwa sababu ni mfupi. Nani nakuheshimu sababu mfupi? Kwa sababu mwaza wewe mfupi. Oh, mimi watu wanipendi. Kwa nini usikupende? Kwa sababu umekaa kwenye lango la Samaria, unawaza unaokoma. Nisikilize, ukikaa kwenye lango la Samaria ukiwaza unaokoma, utakaa hapo hapo mpaka mtu akupe neno kama Elisha. Sema utaenda katika jina la Yesu. Amen. Nasema utaenda kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utaenda kwa jina la Yesu. Amen. Hii ni jioni yetu. Tunaenda kuamua matokeo kwenye lango la mji. Umekaa mahali mwaka wa kwanza hakuna mabadiliko, mwaka wa pili hakuna mabadiliko. Leo tunaamua matokeo. Nguvu yoyote iliyosimama, Elisha aliposema lile neno,
lile neno lilipita katika ulimwengu wa roho, likatangua kuzuiliwa kwa wakoma na wakawa matajiri. Kumbe wao watu walikuwa ni matajiri, lakini wamezuiliwa kwenye lango. Wewe mtumishi wa Mungu, kilichokuzuia sio hali ya maisha yako. Kilichokuzuia ni nguvu isiyoonekana, ikakuingizia mawazo kwamba wewe una ukoma. Nasema leo imeharibiwa. Nasema leo imeharibiwa. Nasema leo imeharibiwa. Amen. Nasema leo imeharibiwa. Amen. Simama kwa miguu yako. Hautakaa hapo tena. Hapo hautakaa tena. Kuna hatua itapatikana na kuna mahali utaenda. Rika shanta. Kila nguvu iliyosimama katika ulimwengu wa roho, kila nguvu iliyosimama katika ulimwengu wa roho inakuonyesha kwamba wewe una ukoma, haitakuwa na nguvu kwako tena. Nguvu iliyosimama katika ulimwengu wa roho inaokuonyesha kwamba bwana wewe umekwama kwa sababu ni mjane, kwamba wewe umekwama kwa sababu bwana wewe una mtoto, kwamba wewe sababu umekwama, hiyo nguvu itaharibiwa. Lipa shanta karaba. Hautakaa kwenye lango la mji na ukoma. Hautakaa mahali hapo tena umekwama. Hautakaa kwenye udogo wako tena. Hautakaa kwenye uchache tena. Tumeachilia neno kwenye lango la mji. Utaingia kwenye ofisi, watu watakuachia kiti. Utaingia mahali, watu watakupa mkono. Hao wenye ukoma walipoingia kwenye mji, watu wakaachia fedha zao. Kuna kishindo cha kwako kitasikika leo. Nasema kuna hatua yako itasikika leo. Amen. Nasema kuna kitu kitafunguliwa leo. Amen. Baba shato karaba baseti. Rika